Maalim, tumewazungumzia Simba, tuangalie na wapinzani wao kwa maana Young Africans. Young Africans kuna namna inaonekana kupoteza aina ya mpira ambao wamekuwa wakiucheza, kwa maana ya kiwanjani ni kama mashabiki baadhi ya mechi hawaridhishwi na kiwango ambacho timu inakionyesha, lakini cha tofauti na cha muhimu ni kwamba timu inapata matokeo. Kwa namna ambavyo umekuwa ukiangalia Yanga, ni kweli aina ya mpira wao ambao wamekuwa wakiucheza katika misimu iliyopita ni tofauti na msimu? Yes, kwa sababu mimi kizungumzia Yanga sizungumzie kwenye ligi ya ndani. Ligi ya ndani bwana, hii ilivyo, hata mwalimu ukiwa wewe, kama mimi niwe kocha, hata mimi nikiwa kocha ligi ya ndani, na kwamba kweli unaweza kupata kitu, kwa sababu kwanza ukubwa unakubeba. Yani ukubwa, ndio maana unakuta Simba na Yanga tawe wabovu vipi, nafasi ya pili ni asilimia 70, nafasi ya pili ya pili na kwanza hizi Simba na Yanga wana asilimia 70 kuzishika. Ya pili na kwanza nafasi yao, yani hata wabovu vipi ina asilimia 70. Kukosa nafasi ya pili na kwanza, hiyo ni asilimia ndogo sana. Yani inakuwa ni ajabu, kwa sababu wanalindwa na ukubwa wao. Shanzuri, yani Simba na Yanga wanaweza, kuna game ambayo walihitajika wasare wakashinda. Simba na Yanga wana uwezo mechi ambayo itakiwa afungwe wakasare. Kuna maana gani? Simba na Yanga wana uwezo wa mechi ambayo itakiwa washinde na wakashinda. Umeona tofauti? Vyote hivi wanavyo, lakini wengine wamekuwa wanacheza ligi ambayo mechi ambayo inahitajika kufungwa watafungwa, mechi ambayo inahitajika kusare watasare, na mechi ambayo inahitajika kushinda watashinda. Na pia wengine wao pia wacheza ligi ambayo mechi ambayo walitakiwa lazima, yani unaona walipaswa kushinda pia na wasishinde vile. Hii inatokana na ukubwa wa klabu, kwa sababu klabu ikishakuwa kubwa maana yake inakuwa na fan base, maana mashabiki. Kuna wakati mashabiki, sababu kama sasa hivi ukiangalia sasa hivi nchi yetu ni Simba na Yanga. Yani wote kutupepekua ni huko Simba huko Yanga. Yani asikombe mtu asiseme mimi sipendi mpira, mimi sina timu, huo ni uongo. Wote tufika kwanza waandishi, siji marefa, viongozi wa serikalini, wa TFF, wa bodi ya ligi, wote Simba na Yanga. Yani umekaa huko Simba Yanga. Mpaka kwenye vilabu hivi unavyoviona vilabu, wachezaji wote. Kuna mwaka fulani mimi nakumbuka ilikuwa klabu ya hatua za ndani, sasa hii ipo klabu inabidi ni hifadhi hiyo klabu ambayo sasa hivi lakini ni kubwa, inashiriki ligi, ni kubwa tena, ni pinzani kubwa kwa klabu. Wachezaji wake walikuwa wanaekeana adau mechi ya Simba na Yanga, wakicheza na Simba na Yanga. Yani wao si klabu yao, hiyo klabu ipo na hifadhi, ni kubwa tu klabu. Wachezaji wake ikifika mechi ya Simba na Yanga, yani mechi ya Simba na Yanga, wanacheza dabi ya Kariakoo, Simba na Yanga, wao kama wachezaji wao sangine labda na mechi Mbeya huko Mbeya huko kwenye timu yao umeganyika. Kuna wachezaji ambao wanashabikia Yanga lakini wa klabu hiyo, kuna wengine ambao wanashabikia Simba, wao wanaekeana dau kwamba leo utoki wachezaji kwa wachezaji na leo mtoki leo bei gani, laki kwa laki, wanaekeana dau, afu dabi inapiga huko. Kwa maana yake akili yote ipo kwenye dabi, wanaifuatilia kule hizo za ndani hizo, na nakupa za ndani. Ikifungwa labda Yanga, hao wachezaji hao ambao wapo hiyo klabu hiyo ile wanashabikia Simba wanachukua hela yao. Ama ikifungwa Simba, hao wachezaji ambao wapo kwenye hiyo klabu hiyo, ila mashabiki wa Yanga wanachukua pesa. Draw mguu kati, wanagana pesa. Sasa ina maana walikuwa wakikutana, na hiyo ni klabu ambayo ilikuwa ndo tunaitegemea ile tu ushindani yani kipindi hicho, lakini kama sasa hivi haipo ligi kubwa. Ipo ligi kubwa leo, ila kipindi hicho ndio wachezaji wanafanya hivyo. Kipindi sasa hivi sijui, sijapata za ndani sasa hivi, ila inakupa za ndani za kipindi hicho ilifika hatua hiyo. Kwenye basi mwile tuambike, na mimi unapaka basi ingasikia tuambike tu tunafunga kesho. Ani watu wanazungumzia dabi ya Simba na Yanga, ikiwa ni klabu ambayo inategemewa ilete ushindani kupitia hao Simba na mmefahamu vizuri hapo. Hiyo ndio athari ya Simba na Yanga katika nchi hii.
Ndio maana nimekwambia ukubwa wao unaathiri kiasi ambacho mechi ambayo anatakiwa Simba draw atashinda, ama Yanga draw atashinda. Mechi ambayo anatakiwa Yanga afungwe atadraw, ama Simba afungwe atadraw. Mechi ambayo sasa Simba anatakiwa ashinda atashinda tu, au Yanga atashinda tu. Haina vizuizi. Labda wenyewe kwa wenyewe watunishane misuri, waoneshane uwamba, ndio wanaweza wakaribiana, lakini hakuna mtu yote anaweza kutokana na ukubwa wao. Ndio maana hizi nafasi mbili, ya kwanza na ya pili, wamekuwa wanapishana wao tu kwa muda mrefu. Yanga kibakuli, Yanga mbovu ya kibakuli. Azam haja kushika nafasi ya pili. Yanga kibakuli. Azam haja kufanyaje? Kushika nafasi ya pili. Simba ameona hapa, Simba ndio Azam kaingia juzi tu nafasi ya pili. Msimu uliopita ule. Wa nyuma ule. Katika misimu huu watano tunaenda watano katika misimu minne iliyopita Azam kashika nafasi ya pili mara moja tu dhidi ya Simba nyonge. Shauri nzuri Yanga bakuli, Azam kashika nafasi ya pili, aje kushika nafasi ya pili. Yanga bakuli, aje kufanyaje? Kushika Yanga bakuli. Sababu gani? Ukubwa wa hizo timu. Na ukisikia Yanga inalalamikia Azam, inalalamikia Simba. Na ukisikia Simba inalalamikia Azam, inalalamikia Yanga, kwamba wenyewe kwa wenyewe ndio wanawezana, sio timu zingine. Yes. Nini kifanyike? Hapo nini kifanyike sasa kuondoa hiyo? Kufanyika hapo ni kuondoa tu, ni kutoa tu mapenzi tu. Okay. Yani kwamba watu waheshimu kazi. Tunasema mzuri, watu waheshimu kazi. Yani kuheshimu kazi vipi? Kwamba vilabu vidogo mtu ajue kama mimi ni kiongozi wa Singida. Mimi ni kiongozi wa labda Prison. Mimi ni kiongozi wa Dodoma. Kwa hiyo aitakie heri Dodoma, sio timu nyingine. Aitakie heri timu yake. Tena atakie ni jasho limtoke kwa ajili ya Dodoma, sio timu nyingine. Na kiongozi labda upo TFF ama bodi ya ligi, ujue kama mimi ni kiongozi wa TFF kwa ajili ya mpira wa Tanzania. Mimi ni kiongozi wa bodi ya ligi kwa ajili ya kusimamia ligi ya Tanzania. Kunatakiwa ufanye ambavyo mpira unavyotaka kifanyike. Mimi muamuzi. Ni muamuzi. Nimekuja hapa kuchezesha haki ili yote mwenye uwezo apaje apate matokeo. Basi simama kwenye haki. Tukisimama kwenye haki, basi na ndipo mpira wetu utakuwa kile kitu kinawezekana. Ndio siku za kushangaa Yanga kama vibaya akapigwa 7. Timu ndogo. Akapigwa 3-4, lakini leo Simba Yanga kufungwa ni surprise unajua sana draw. Lakini kufungwa utasikia 1-1, 2-1 ndio kufungwa kwao. Lakini hamna siku ambayo tukaona kwamba mtu mbovu. Nakumbuka labda mara mwisho Yanga kufungwa 3-0. Tanzania. Alifungwa na nani? Na Tanzania kina Jucha Mchive. Alifungwa na Kagera Sugar nakumbuka. Okay, pale uwanja mdogo Uhuru, uwanja wa Uhuru pale. Yanga nilifungwa 3-0 nakumbuka. Mara mwisho. Ninavyokumbuka mimi 3-0 hiyo, yani tena kupiga kwako Yanga. Simba kupiga siku goli 3 mara mwisho labda kafungwa na Singida nakumbuka. Kwenye kombe la FA. Lakini hamna timu ukisema Simba kafunga basi draw 2-1, 1-0. Na wewe unaizungumzia ni kama ile ya Liverpool kufungwa 7 na Aston Villa. Si mbovu. Ulaya ukiwa mbovu watu wanakuonyesha ubovu wako kwamba nayo. Yaani Ulaya panapovuja watu wanakuonyesha unavuja hapa. Na wanapiga hapo. Simanga Liverpool. Mechi 10 kapiga mechi 8 kashinda 2 tu. Sababu watu wanaona mbovu. Lakini huko Simba na Yanga zile kasikia Simba mbovu wanakukompea na Yanga tu. Lakini sio na timu zingine. Yaani hauwezi Simba mbovu, Yanga mbovu, lakini hauoni ubovu wao. Mpaka labda mwisho msimu bingwa kwa Yanga ndio unasikia Simba mbovu. Viongozi mazingua kwa sababu ya Yanga amemaliza na kitu. Lakini ukianza msimu hujui kama nani mbovu. Kwa sababu ndio hali ninayokuambia. Vitu ambavyo viwezekane vitawezekana tu. Yani ligi yetu ndio ligi ambayo ina waamuzi ambao wakaamua kwamba yani jua lizame mchana na likazama. Likazama kweli. Ndio ligi yetu. Yaani ina waamuzi ambao wanaamua mjua litazama mchana na linazama kweli. Najua linatii. Kwanza kama jua alichomoki na alichomoki kweli.
waamuzi tunao. Unataka au hutaki? Ndio waamuzi wetu tunao. Wako namna hiyo waamuzi. Yaani sio watu ambao wanasimamia kwenye football. Lakini naelewa sababu waamuzi wanafanya kazi. Na mtu anafanya kazi anatafuta riziki. Sasa akiona pale kuna riziki inapatikana kirahisi tu. Kwa nini usiwajibike?